Kwa na adabu. Wewe unaenda kwa ndugu zangu unaniaibisha, eti wewe mshirikina sio nini? Umeona lini mimi nafanya ushirikina? Mimi nilikwambia tunaenda pale, unakaa na yule jamaa ananipa hela, nakuja nawajengea mnaishi. Sasa leo hii unaenda kutangaza kwa ndugu zangu, oh yule jamaa mshirikina sio kitu gani? Wewe alikwambia nani mimi mshirikina? Kwa matendo yako sasa wewe unataka kunitoa kule kafara kuna kile kichaka. Je, nisingejiokoa pale ungenitoa kafara wewe? Kutoa kafara nani? Mimi nilikwambia pale na kutoa kafara. Unajua maana ya kafara? Yangu nimechafuka kwa muda mrefu sana. Nisahau kwa muda mrefu sana. Ninakuwa na mavumbi yote haya. Mpaka mwisho wa siku maaskari watakuja kunishika sasa kwa sababu ya uchafu. Kitu ambacho kinakusaidia barabarani nakaa nacho bila kukisafisha. Silaha tupu hizi. Nina viongea lakini ningekuwa naongea bwana leo nisafishe. Naona kaja mzee baba mwenyewe. Safi sana. Leo anajifanya makimbilia kwa baba mdogo. Epukana na ushirikina sasa ngoja aje. Aniambie vizuri kilichomfanya aende huko. Unakimbia nyumbani kwako kwenu? Wazazi wako unaenda wapi? Sisi ndo tumekuzaa tumekulea. Kisha umri huo hapo leo unajifanya naenda kwa baba mdogo. Nakimbia ushirikina. Kimbia ushirikina. Mjinga. Mjinga mmoja sana. Ngoja aje. Nzuri kafika na yeye. Wewe unatoka wapi? Baba mdogo. Kufanya nini? Nimeepuka na hiyo matendo yako ya kishirikina. Kwa hiyo nikwambia mimi ni mshirikina nani? Ndio. Wewe ndio mshirikina. Sikia nikwambie, kuwa na adabu na ujiheshimu. Unielewa? Mimi ningelikuwa mshirikina tangia ulivyokuwa mtoto mdogo nishakutoa kafara au nishakuchinja. Sasa leo hii usina miaka mingapi? Una akili kweli? Unajua wakati gani mimi naupitia? Baba wewe mshirikina. Mimi mshirikina? Ndio. Alikwambia nani mimi mshirikina? Kwa sababu ya hivyo vitendo vyako vya kishirikina, mimi sitaki unishirikishe na hivyo vitendo vyako vya kishirikina. Sikiza nikwambie. Yaani unatoka hapo unaenda kwa ndugu zangu kwenda kumwambia, naenda kumwambia ndugu yangu yule, baba mdogo, huyu baba kule nyumbani nimekimbia kwa sababu mshirikina. Maswala ya kwenda unaniaibisha kwa ndugu zangu mimi sitaki. Na ujiheshimu sana. Unanielewa? Nalikwambia nani mimi mshirikina? Kwa sababu ya hivyo vitendo vyako vya kishirikina. Na nani akakwambia unaacha unaniandikia barua ndefu sui nini? Sikia nikwambie. Kuwa na adabu. Kuwa na adabu. Wewe unaenda kwa ndugu zangu unaniaibisha, eti wewe mshirikina sui nini? Umeona lini mimi nafanya ushirikina? Mimi nilikwambia tunaenda pale, unakaa na yule jamaa ananipa hela, nakuja nawajengea mnaishi. Sasa leo hii unaenda kutangaza kwa ndugu zangu, yule jamaa mshirikina sio kitu gani? Wewe alikwambia nani mimi mshirikina? Kwa matendo yako sasa wewe unataka kunitoa kule kafara kuna kile kichaka. Je, nisingejiokoa pale ungenitoa kafara wewe? Kutoa kafara nani? Mimi nilikwambia pale na kutoa kafara. Unajua maana ya kafara? Ndio. Sikia nikwambie. Ingia ndani nitakuja kuzungumza vizuri. Nani alikwambia kwamba mimi mshirikina? Vitendo vyako vya kishirikina. Kwa hiyo nataka hebu nenda ndani kabla sijachukia. Nenda ndani kabla sijachukia. Usijui watoto wa siku hizi mkoje nini? Naanza kuwa na jeuri, si ndio? Mshani nivuruga kwanza kichwa changu na mimi kishiki tena chani vizuri. Naona umetulia. Usingizi nini? Sasa sikilia. Unasikia nikwambie mwanangu? Bana, nimekaa nimewaza, nimefikiria.
nimeona tu haya mambo bwana nayoyafanya yafai. Kwa hiyo kuanzia leo nimekuwa msafi kabisa. Nimeona haya mambo bwana unayonizuia ni ya muhimu sana, bora niyaache. Mashallah, Allah utamlie. Allahumma amin. Sasa kwa hiyo ndio hivyo. Nimeamua nifanye hivyo. Kwa hiyo sikusumbui tena mwanangu kuhusu swala nani. Ndio baba, sasa hivi na usingizi. Nataka nilale kidogo. Basi sawa. Allah akulinde. Kwa hiyo unalala hapo kwenye kochi? Hapa. Ndio. Acha bana ujinga bana. Hebu kalale kitandani. Sawa? Ndio. Kalale kitandani. Mimi naenda zangu kulala. Kalale kitandani. Sasa hapa kashalala hapa. Mwendo kuongea na mtaalamu. Halo mtaalamu. Halo. Nilikuwa nakwambiaje, samani kwa kukupigia simu usiku. Nilikuwa nakutaarifu kwamba dogo kaja. Umesikia? Sasa nilikuwa nataka sasa jambo letu litimie. Sawa. Na sasa hivi nimetoka kumdanganya kwamba bwana yale mambo nimeacha. Sitofanya chochote kibaya. Sasa naomba nifanye kitu kimoja. Kitu gani? Naomba nielekeze nifanye kitu gani ambacho kitamfanya nimlete huko akiwa amezimia. Ndio. Unaona? Ili asitambue chochote kinachoendelea. Sawa mtaalamu? Sawa, nimekuelewa. Ila fanya hivi. Nenda hapo alikolala. Sawa. Kamchanje kwenye tako lake la kushoto. Okay. Unanielewa? Nakuelewa sawa mtaalamu. Alafu Kupata. leta hizo damu za tako. Okay. Usisahau kuleta na yai la mjusi. Basi sawa, haina neno. Ndio, fanya hivi. Na hiyo issue nifanye usiku. Fanya karibu na asubuhi. Okay. Karibuni na asubuhi wakati nataka kuja. Ndio. Sawa, nitafanya hivyo. Sawa bosi, baadaye. Yaani hapa mimi nataka nihakikishe utajiri na upata. Mimi ndo kiboko, wala usijali. Sawa mtaalamu. Alafu nilisahau, itabidi upewe na nyoka hapa. Nyoka tena? Ndio, kwa ajili ya ulinzi wa pesa zako. Kwa hiyo nikimleta dogo unanipa nyoka? Ndio. Nafanyaje sasa huyo nyoka? Namfanyaje yani sijaelewa. Nakupa ulale naye. Nalala naye kitandani? Lazima ufanye hivyo. Au utaki utajiri. Kumbe baba muongo. Alindanganya kumbe. Baba yangu kweli namuonea huruma sana. Anafanya hichi kitendo atakufa vibaya huyu. Nilale. Shasubu tutaonana. Mbona mambo ya ajabu tena mtaalamu? Naona wewe utaki utajiri. Basi bwana. Hapana, nautaka utajiri. Basi poa, mimi nitazingatia unachokitaka. Fanya hivyo. Kila hapa sasa kwenye swala la nyoka hapo mtaalamu. Lakini poa, ina shida kwa sababu nataka mali, nataka niwe tajiri, nimiliki pikipiki, magari, majumba mazuri. Basi yote mimi nitazingatia. Sasa kuna kingine. Kingine umesema? Nitakupa na jeneza. Unanipa na jeneza? Ndio. Mbona hivyo tena? Hapo hilo jeneza nafanyaje kwa mfano? Utakuwa unahakikisha unalala humu kila siku. Nalala ndani yake? Ndio. Na nyoka juu? Ndio.